Kinachofanya vya Mungu viwe na matokeo ni kiwango cha ufahamu. Kiwango cha ufahamu ndicho kitakachoamua matokeo ya vya Mungu. Matokeo ya chochote yamefichwa kwenye ufahamu, na ndio maana kila siku nasema, watu wa Mungu, kwamba ufalme wetu magurudumu yake ni ufahamu. Maanake tukichomoa gari matairi, magurudumu haliendi hata kama injini ni mpya, hata kama ni full wese. Maanake hatuwezi tukapenya bila magurudumu ufahamu, kwa sababu magurudumu ya ufalme wa Mungu ni ufahamu. Hii ni sawa na kusema pasipo ufahamu hautaenda popote. Na ufahamu ninaozungumzia hapa, sizungumzii degree ya pili wala ya 20, nazungumzia revelation knowledge. Ufahamu maana yake ni ufunuo wa siri za Mungu. Ufunuo maana yake ni kujua vya kiroho. Ufunuo maana yake ni ufahamu utokanao na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Biblia hatuielewi kwa Kiswahili wala kwa Kiingereza wala kwa Kiebrania wala kwa Kigiriki, tunaielewa kwa ufunuo. Biblia unaweza ukasoma theolojia digrii ya kwanza, digrii ya pili, digrii ya tatu, digrii ya 7, digrii ya 10, ni vizuri. Lakini akatokea mtoto akasoma andiko ambalo wewe kwenye theology umesoma context yake, history yake, mwandishi wake, mpaka structure ya mwandishi unayo. Unasema Paulo alikuwa na matege, alikuwa mfupi, ndio maana akaingia kwenye kikapu. Lakini akatokea mtoto ambaye hajui a e i o u, by revelation, kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu akalinyumbua andiko, akalifanyia andiko mnyambuliko, ukapigwa na butwa, ukasema andiko hili nililifanyia research kwenye degree yangu ya 4, mbona sikuona hili? Maana yake ufunuo unaofungua ni ule utokanao na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kila fundisho la mbingu duniani ni ufunuo, lazima likufungue. Saa ya mafundisho ni saa ya unabii. Usiposikiliza kwa makini, utapitwa na sauti ya Mungu. Kawaida ya Mungu ni kukutana na mtu kupitia neno. Kawaida ya Mungu ni kushukia watu kupitia neno. Kawaida ya Mungu ni kutajirisha watu kupitia neno. Ndio maana mbingu duniani na wasii kila siku tusikilize fundisho kwa bidii, kwa sababu saa ya neno ni saa ya Mungu. So as I'm teaching you now, unafaidika. Subscribe Mbingu Duniani TV, ni madhabahu kamili ya neno na maombi.